Mbunge kutoka muungano wa State of Laws Coalition katika bunge la Iraq, Mohamed Al-Shaimar ameituhumu serikali ya nchi yake kwa kutoa mkopo wa siri kwa baadhi za nchi za Afrika ikiwemo Tanzania bila bunge la nchi hilo kuhusishwa au kuidhinisha makubaliano hayo. Mbunge huyo alifichua taarifa hizo alipokuwa akihojiwa katika kipindi maalum cha televisheni ya Alula, ambapo aliwasilisha hadharani nyaraka mbalimbali ambazo anadai zinaonyesha utoaji wa fedha hizo zilizofanywa na viongozi waliopita. Kulingana na nyaraka hizo zilizowekwa wazi na kiongozi huyo, serikali iliyopita ya Iraq ilitoa mikopo yenye dhamana ya jumla ya dola milioni 255 za Kimarekani, kiasi ambacho ni sawa na takriban shilingi bilioni 664 za Kitanzania. Fedha hizo zilizotolewa kwa siri ziligawanywa kwa nchi 3 tofauti za bara la Afrika ambazo ni Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na Uganda pamoja na Jamhuri ya Afrika ya Kati. Kufichuliwa kwa mikopo hizi kumezua mijadala mkali sana nchi ya Iraq, hususan kuhusu vigezo halisi vilivyotumika, malengo ya kiuchumi pamoja na sababu za kisiasa zilizopelekea utawala uliopo kutoa kiasi hicho kikubwa cha fedha kwa mataifa ya kigeni bila kufuata utaratibu wa kisheria wa kuomba kibali cha chombo cha kutunga sheria. Madai haya yameibua maswali mengi pia miongoni mwa wananchi wa Tanzania kutokana na ukweli kwamba taarifa za mkopo huo hazikuwahi kutangazwa rasmi wala kuwekwa wazi na mamlaka za ndani za nchi. Tangu kutolewa kwa tuhuma hizo mnamo tarehe 18 Juni mwaka 2026, serikali ya nchi ya Iraq bado haijatoa majibu ya moja kwa moja ya kukubali au kukataa namna madai hayo yaliyowasilishwa na mbunge huyo yana ukweli wowote. Msemaji wa serikali ya Iraq, Haida Al-Abdul, ameeleza kuwa ni mapema mno kwa mamlaka husika kujibu au kutolea ufafanuzi tuhuma hizo kwa sasa, kwani kuwa utawala wa sasa bado ni mgeni kiofisini. Msemaji huyo alifafanua kuwa serikali mpya ya nchi hiyo inaongozwa na Waziri Al-Zahid ina miezi mmoja tu tangu iingie madarakani mnamo tarehe 16 Mei mwaka 2026, na hivyo viongozi wake wanahitaji muda wa kutosha kufanya uchunguzi ili kujidhihirisha juu ya uwasisi wa tuhuma hizo zinazohusu utawala uliopita wa aliyekuwa waziri Mohamed Shia al-Sudani. Suala hili limeleta mkanganyiko mkubwa nchini Tanzania, kwani wananchi wengi wanahoji ni wapi zilizopelekwa fedha hizo zilizofichuliwa na zimetumika kufanya shughuli gani hapa nchini, kwa kuwa hakuna kumbukumbu rasmi za umma zilizowahi kuonesha mapato hayo kutoka serikali ya Iraq. Kutokana na mazingira hayo ya siri, kuwepo kwa deni hili jipya kunaleta mzigo wa kifikra, kwa kuwa wananchi wanajiuliza kama hawatajibika kulipa deni ambalo matumizi yake hayakujulikana na hayajawekwa wazi kwenye mifumo ya bajeti ya taifa. Hali hii imeanza kutafsiriwa kama mwanzo wa vita mpya ya uwajibikaji wa kifedha na usimamizi wa mikopo inayochukuliwa kwa siri kati ya mataifa pasipo kushirikisha vyombo vya uwakilishi wa wananchi kama bunge. Uwasilishaji wa nyaraka hizo mbele ya vyombo vya habari nchini Iraq umeweka shinikizo kubwa kwa serikali zote mbele kufanya uchunguzi wa kina wa miamala hiyo ya kifedha ili kubaini sehemu halisi zilizofaidika na mabilioni hayo ya fedha. Wakati bunge la Iraq likiwa linahoji ukiukwaji wa taratibu za utoaji fedha nje ya mipaka yao upande wa Tanzania, kuna
hitaji kubwa la kupata majibu kutoka kwa wasimamizi wa hazina za kitaifa ili kubaini iwapo mabilioni hayo yalipokelewa au na kuingizwa kwenye miradi ya maendeleo au la. Maswali yote yanayoulizwa sasa yanahusisha mgawanyo wa dola hizo milioni 253 katika nchi hizi tatu na kiasi halisi kilichoingia Tanzania, huku jamii ikisubiri kwa hamu kuona hatua zitakazochukuliwa kwa viongozi wa serikali mpya ya Iraq mara baada ya kukamilika uhakiki wao wa ndani kuhusu makubaliano hayo yaliyofanywa na utawala uliopita wa Mohamed Shia al-Sudani. Hali hii ya sintofahamu imefanya wafuasi na wafuatiliaji wa mambo za kiuchumi na kijamii kuangazia umuhimu wa uwazi katika mikataba ya kimataifa, kwani kutowekwa wazi kwa mikopo kama hii kunasababisha uvumi na kutiliwa shaka kwa usimamizi wa rasilimali za umma. Serikali ya sasa ya Iraq imesisitiza kuwa haiwezi kukurupuka kutoka kauli za rasmi hadi hapo itakapopitia nyaraka zote za kiutawala na za kibenki zilizoachwa na viongozi waliotangulia ili kupata ukweli kamili wa suala hilo lililoibuliwa na Mohamed al-Sheimar. Kufichuliwa kwa mikopo hiyo ya siri kwa mataifa ya Afrika kumeleta taswira mpya katika uhusiano wa kifedha wa kimataifa, huku wadau mbalimbali wakisubiri kuona namna ambavyo mamlaka ya Tanzania zitakavyoshughulikia na zitakavyozungumzia deni hilo ambalo linaonekana kuanza kutolewa maelekezo kule nchini Iraq ambako ndiko chanzo cha fedha hizi kilichotokea. Mjadala inayoendelea hivi sasa kwenye majukwaa mbalimbali inajikita zaidi kwenye kutafuta ukweli wa mgawanyo wa shilingi bilioni 664 na jinsi mataifa hayo matatu yaliyotajwa ikiwemo Uganda na Jamhuri ya Afrika ya Kati yalivyohusika katika mchakato huo wa siri. Baadhi ya wachambuzi nchini Iraq wanaona kuwa hatua ya serikali iliyopita kutoa mikopo hiyo bila idhini ya bunge ni ukiukwaji mkubwa wa katiba yao, na wanataka waliohusika wawajibishwe kisheria ikiwa nyaraka zilizowasilishwa zitasimama kama ushahidi kamili mbele ya vyombo vya dola. Upande wa wananchi wa Tanzania nao unaendelea kuhoji misingi ya serikali kuingia mikataba ya kifedha kwa siri, jambo linalofanya kila mmoja kusubiri kauli rasmi kutoka kwa wasemaji wa serikali ili kuondoa hofu na maswala yaliyopo vinywani wa watu kuhusu atumia na haraka na dharaka wala na hatari za kiuchumi za deni hizo.